Hii ni hatari kubwa sana, angeweza kutudhuru. Hata usijali mpenzi, zile ni vurugu za Tetea tu. Anatafuta sehemu ya kutagia, atatulia tu, na uzuri mume wake anarudi, hivyo tutatafuta namna mzuri ya kumzuia. Lakini ni lazima tutafute suluhu ya hili jambo, otherwise it will be very dangerous. Ila Adela ana haki kabisa ya kulipambania penzi lako, maana wewe mkaka unajua, mpaka unajua tena. Unajua jana umenisafirisha safari ambayo sijawahi kusafirishwa tangu nikuwe katika maisha yangu, halafu ukanifikisha hadi mwisho wa safari. Asante mpenzi wangu, nakupenda sana. Wala hata usijali, mimi kwenye hayo mambo ni kama aula wa simba. Alafu mpira mimi ni kipaji ambacho nimezaliwa nacho. Vipi, au unataka tuanzishe safari nyingine kisha nikakuacha kwenye kilele cha mlima? Ni wewe tu baba, mi nipo tayari. Hata ukitaka ushinde kiunoni kutwa mzima, ruksa. Moyo wangu umevunjika. Karibu sana mjomba. Kiukweli nimefarijika sana kuja kunitembelea, maana wewe na Chika sio kawaida yenu kabisa kuja kunitembelea mimi mjomba yenu, na nikikuona lazima tukuwe na jambo. Vipi, kwema huko? Kiukweli mjomba, kuna shida tena kubwa sana. Vipi tena anko? Ina maana bado mnaendelea kumgombania huyo shemeji yako? Hapana mjomba, hatumgombanii. Unajua mimi nilikuelewa sana ile siku ulivyokuja nyumbani, na nilichukua uamuzi moja kwa moja wa kuachana na Adela, lakini kwa sasa tatizo limebaki kwa Adela. Kwani yule binti mwingine si yupo hapo nyumbani? Yule binti ndio yupo, na tatizo ndio liko hapo. Maana Adela naumia sana kumwona Amara anakuwa karibu na mimi, na hivi ninavyozungumza alinifuata chumbani akiwa ameshikilia vidonge akidai turudiane au ajioe. Sasa anko, unajua hii ni hatari sana, na mbaya zaidi kaka Chika hayupo, na ndio maana hata Adela inakuwa ikimuuma sana kuona ukaribu wangu mimi na Amara. Anko, usione na cheko kadhani nafurahia haya mambo. Exactly, sijui kitu gani kilichotokea, lakini huyo binti ana utoto. Mimi nikupe hongera anko kwa kuwa mkakamavu na jasiri katika hili, na imefika mahali ukaamua kukubali kumwachia Chika mke wake. Ni jambo la maana sana, na pia nikushukuru anko kwa kuwa umefikiria kuweza kuniletea hili jambo ili niweze kusema chochote hapo. Sasa mimi kama mjomba, niache nikae nifikirie ili tuangalie namna gani bora ya kuweza kulitatua hili jambo. Sawa anko, lakini jaribuni kuangalia namna nzuri ya kulimaliza hili jambo. Usijali anko,
hilo limekwisha. Nitajua nalifanyia kazi vipi ili liweze kuisha kabisa. Lakini si unamsubiri shangazi yako ili aweze kushangaa ujio wako? Ni vyema zaidi na itapendeza nikimsubiri. Kwa hiyo hamna shida mjomba. Mtawa, kwani wewe na Amara mmeachana? Kwa nini? Kwa mshtuko huo na swali lako badala ya jibu, ni wazi kuwa bado hamjaachana. Lakini mbona siuoni tena ule ukaribu wenu? Au kuna shida? Hamna shida. Ni vile tu Mampenzi sasa hivi amepata kazi. Ndio kitu ambacho kinamkeep busy. Ndio maana utuoni kama zamani. Mbona jana usiku nilikuwa naye? Lakini unajua kazi anayofanya mpenzi wako? Na uhakika anakupenda? Kuhusu kunipenda hilo mimi sina shaka nalo. Lakini swala la kazi ndo bado sijajua. Pole sana mwanangu. Mtawa, wewe ni rafiki yangu na ni lazima nikuambie hili. Amara yupo kwa kina Mobi na yupo kule kwa kazi moja tu. Si unajua Adela akaolewa na Chika kaka yake Mobi. Shenzo, uko serious na hiki unachokisema? Kwa hiyo Amara anatoka na Mobi sio? Sijui, lakini mimi Adela amenipa kazi na naomba hiyo siri yako. Adela anaumia sana kuona Amara yupo karibu na Mobi na ameniambia yuko tayari kunipa chochote. Yaani nikisema chochote ni chochote kweli. Nimfanyie kazi yake, mimi nifanye juu chini, nitembee na Amara alafu kisha nipige naye picha za uchi. Sijui na shida nazo gani, ila hilo dili ni tamu kaka. Mimi nitatembea na Amara alafu kisha nitarudi kwa Adela kuchukua hela na yeye nitaichapa. Si unajua mimi mademo wachomoe nikiwataka, ila kwa kuwa wewe ni mwanangu nimeona nisifanye hivyo. Nimeona bora nikuambie. Oa, hizi dharau mwanangu. Amara anazingua. Sema nini? Mimi naenda kukiwasha huko huko. Na tena uwai. Maana sidhani kama Mobi atakuwa ajichapa. Moyo wangu umevunjika. Muda mwingine akili inabidi itumike bila nguvu. My boyfriend, uliniahidi nini? Leo machozi yananishuka kimya kimya. My boyfriend, mapenzi yamegeuka sumu. Uliponisaliti moyo wangu umevunjika. Je, nisamehe au nijikomboe? Adela, najua hali unaoipitia, lakini kwa sasa hutakiwi kufanya upuuzi wa aina yoyote, na hili jambo linaloendelea linaleta picha mbaya katika familia yetu. Labda nikwambie tu, hata kama utafosi kurudiana na Mobi, na imani hautakuja kupata amani katika mahusiano yenu. Na hiko kitu hakitokuwa solution ya hiki ambacho unachokipambania. Come on. Wewe umeolewa Adela. Hivyo unatakiwa kutulia katika ndoa yako. Kwa nini unahangaika?
Kwa nini unapambania vitu ambavyo havina mantiki? Ili kuleta taswira nzuri katika familia yetu, inapaswa uchague njia ambayo iliyokuwa sahihi, na njia ambayo iliyokuwa sawasawa kwako ni kutulia na mume wako. Sasa basi, hebu fanya kama akijatokea kitu. Sikiliza na utekeleze hiki ambacho nilichokwambia. Ukweli wa moyoni mwangu wote nitauweka wazi leo, na kila mmoja ajue. Ukweli ni kwamba sijawahi kuwa na hisia na Chika wala kumpenda hata kidogo. Akili yangu, moyo wangu, fikra zangu zote zipo kwa Mobi. Mobi ndo mwanaume wa maisha yangu, nampenda sana. Wewe unaongea upuuzi gani? Ina maana kipindi ambacho uko naye ulikuwa hujui kama wewe una hisia naye? Na kwa nini umekubali kuolewa naye? Okay, kama ni hivyo, basi omba talaka. Usichokijua mjomba, hiyo talaka ndio nayoitaka mimi. Kwa kama naweza kunisaidia basi nisaidie nipate hiyo talaka. Wewe, hivi unafikiri sisi hapa wote ni wapuuzi wenzako? Hebu tuondolee utoto wako wewe. Kama ulikuwa unajua kabisa kwamba wewe humpendi Chika, kwa nini umekubali kuolewa naye? Na wewe umempa nini? Alichonipa ni mapenzi, na hakuna mwanaume yoyote ambaye amewahi kunipa. Vipi? Unataka na wewe akupe uone ladha yake? Samahani sana mjomba. Mimi nadhani Adela kwa sasa hayupo sawa kabisa. Na hata hizi kauli mbaya alizozizungumza hapa, ipo siku atakuja kukaa chini na kujutia. Na nina imani atakuja kutamani kuomba msamaha mbele yako. Jomba, hii kali. Yaani mkwe wangu ananitukana mimi. Yaani haya mambo ya kusuluhisha ni bora aende akasuluhishwe na wazazi wake. Kama ni matusi basi bora aende akawatukane wazazi wake huko. Lakini sio sisi. Mjomba, ina maana wewe ndo unagawa utamu ovyo ovyo kiasi kwamba watoto wa 2000 hawa wanaharuka, wananiambia kwamba mimi unipe utamu. Wewe una utamu wa kunipa mimi wewe? Utamu huu? Utamu which? Utamu where? Mjomba, nashukuru sana. Nakushukuru wewe pamoja na huyo demu wako mnaotaka kunipa utamu mimi. Siwezi kuendelea kukaa kwenye kikao cha kipuzi namna hii. Acha niende. Eti utamu? Wewe wakunipa mimi utamu? Wewe unipe mimi utamu? Haina shida, taonana. Sawa mjomba. Lakini wacha tumsubiri kwanza kaka arudi. Alafu pengine tutajua yeye ana maamuzi gani juu ya hili jambo. Lakini pia tusichoke kwa sababu wewe ndio kiongozi pekee ambaye tunakutegemea.
my boyfriend, maisha yalinipiga nikachoka. Ile my boyfriend, nimeolewa lakini bado nakupenda wewe. Nilikuahidi nitakusubiri, lakini muda ukanizidi nguvu. Nilisikia umeolewa